Na mtazamaji, tuelekee katika viwanja, tuangazie taarifa za sport. Mabingwa wa bara Afrika katika mchezo wa catchball wanadai marupurupu yao miezi 6 baada ya kupeperusha bendera ya taifa nchini Afrika Kusini. Kulingana na baadhi ya wachezaji na naibu mkufunzi wa timu hiyo Sylvia Akinyi, juhudi za kupata marupurupu yao zimegonga mwamba, huku Wizara ya Michezo ikisema kuwa waliwasilisha fedha hizo kwa shirika la mchezo huo. Francis Mtalaki akutana nao na hii hapa taarifa yake. Mabingwa hao wa mchezo wa catchball bara Afrika walifika kambini tarehe 14 Juni mwaka huu kuiwakilisha Kenya. Wiki moja baadaye walitoa Afrika Kusini kwa michuano hiyo na kuibuka washindi. Ila baada ya kurudi Kenya Juni, wamekuwa wakidai marupurupu ya zaidi ya shilingi milioni 1. Tunapouliza serikali wanatutuma kuuliza federation. Tukiuliza federation nayo inatusukuma tuulize serikali. Sasa tumeachwa kwa njia panda. Hatujui tuelekee nani, tumebaki kama yatima. Tunaomba tu kwa heshima kuu, vile tuliitwa tukaitikia mwito, tusiwe kwamba tunasukumana na kulazimishiana ili sisi kupata marupurupu yetu. Kwa miezi 6 wamekuwa wakitafuta majibu kutoka kwa serikali, ambao wanadai shilingi milioni 9 walizowasilisha kwa shirika la mchezo wa catchball walipaswa kutumia pesa hizo kwa kukosa kusafiri Marekani. Rais wa shirikisho la catchball Shadrack Odhiambo naye anailaumu serikali kwa kukosa kuwasilisha marupurupu ya wachezaji. Sports Fund requested we submitted the returns and everything, and they promised that they will pay all the players due. Okay. So the position of the federation is that we have done a follow-up and we did everything we could do. So the position of the federation is that we have done our part. We are waiting for the Sports Fund to make payments. That's what we have done. So it's their part, and we have made follow-up. Even last week we have been doing the follow-up. So you know what happened? Yes. Is walikuwa wamelipiwa kwenda US. Hawakuenda. So wakaambiwa hiyo pesa hiyo translated watumie South Africa. Yes. So according to Sports Fund, yes, they should have used whatever they had to cover every expense. Okay. So Sports Fund imekuwa ngumu sana kulipa because they had already instructed that pesa ya US should cover every expense in South Africa. Kulingana na wachezaji, hali hii imeathiri mchezo huu, wakitaka serikali kuingilia kati na kudai uongozi mbaya katika shirikisho umechangia kwa masaibu yanayokumba mchezo huu. Linatuvunja moyo kabisa, kwa sababu unapata kwamba wachezaji wengi wanajitolea. Mtu unapata ni mama mboga amefunga kibanda chake kwenda kufanya zoezi, amefunga duka lake kwa wiki zote hizo akiwa mazoezi, akienda kuwakilisha nchi yake katika kombe la Afrika, anarudi mkono mtupu. Pengine amefungiwa nyumba, mtoto amefukuzwa school fees, wanataka kula, anabaki na madeni na pesa yake nayo iko mahali imefungiwa na hajui imefungiwa na nani. Ombi langu kwa serikali, naomba ingilie kati iweze kutusaidia tujue kwamba ni lini tunaweza kupata marupurupu, na pia kama tunaweza zawadiwa kama washindi ambao wakilisha timu Kenya kule South Africa. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.